Leo tutaangalia uzuri wa mmea huu wa mchunga. Mmea wa mchunga unapatikana katika maeneo mengi ya mashamba, maeneo yanayolimwa, lakini pia maeneo ambayo hayalimwi. Mmea huu wa mchunga wengine unautumia kama tiba mbadala, lakini pia wengine wanatumia kama mboga. Mmea huu wa mchunga kwa Kiingereza unaitwa bitter lettuce, lakini pia mmea huu una jina la kisayansi ambalo linaitwa Lactuca verosa. Mmea huu wa mchunga una umuhimu mkubwa kwa kuku, na watu wengi hawajui, wanaona tu mmea huu unaota katika mashamba, na kwa kuwa ni mchungu hivyo watu hawautumii, lakini una faida nyingi sana katika kutibu kuku na kuleta afya kwa magonjwa ya kuku na kumfanya kuku awe na afya nzuri. Nikukaribishe uweze kufuatilia somo hili mpaka mwisho, ujue namna ya kutumia bitter lettuce, lakini pia au majani ya mchunga kwa ajili ya kutibu magonjwa sugu kwa kuku na kuleta afya kwa kuku. Kuna viambata vingine ambavyo utajifunza jinsi ya kuvichanganya ili sasa viweze kuleta matokeo makubwa kwa kuku wako. Mara nyingi hapa magonjwa ambayo yanasumbua, lakini kupitia mmea huu wa mchunga utaweza kuyadhibiti. Kuna magonjwa kama Newcastle au kideri, kuna magonjwa kama gumboro, kuna magonjwa kama mafua makali au mafua sugu. Kwa kujua namna ya kutumia mmea huu wa mchunga utaweza kuondokana na hasara zinazotokana na magonjwa hayo. Upatikanaji wa mmea huu ni rahisi. Unachuma majani ya mmea huu ambayo yanapatikana maeneo mengi, hata katika maeneo ya miji. Lakini pia tuangalie umuhimu wa majani haya ya mchunga pamoja na compounds zinazopatikana kwenye mmea huu na umuhimu wake. Lakini pia tutaangalia umuhimu wake kiafya, magonjwa yanayotibiwa na jinsi ya kuyatibu, jinsi ya kuandaa dawa hii, na hatimaye jinsi ya matumizi yake. Katika mmea huu wa mchunga au bitter lettuce kuna compound nyingi ambazo zinasaidia na kuboresha afya kwa kuku. Compound hizo ni kama ifuatavyo. Kuna lactucin pamoja na lactocoprin. Compound hizi zinasaidia kupunguza maumivu kwa kuku. Kumbuka kuku anapokuwa akiugua anakuwa na maumivu kama vile watu wanavyokuwa na kisi maumivu, na ndio maana dalili kuu utakayoweza kuiona ni kuku kuzubaa. Akiwa anazubaa hivyo anapitia maumivu ambayo yanamshambulia katika mwili wake. Kwa hiyo compound hizi za lactucin pamoja na lactocoprin zinasaidia kupunguza maumivu kwa kuku ambaye anaumwa. Lakini pia kuna vitamin A, vitamin C pamoja na vitamin K na vitamin E. Hizi vitamini zinafanya kazi mbalimbali kwa kuku, na vitamini hizi zinapatikana kwenye majani ya mchunga. Vitamini A inasaidia kusapoti macho kwa ajili ya kuona, na hii itasaidia kuondoa tatizo la macho au upungufu wa vitamini A kwa kuku ambao wanafugwa kwa mfumo wa ndani au mfumo wa nusu huria, kuku ambao hawapati majani mabichi kwa ajili ya kupata vitamini A. Ukiweza kuandaa mmea huu wa mchunga na kuwapatia, utaweza kuokoa na kuwasaidia kupata vitamini A nyingi ambazo zitawasaidia kuondokana na matatizo ya macho kama vile kuvimba kwenye macho au macho kutoa mapovu. Lakini pia vitamin C inasaidia kuongeza kinga kwa kuku na kumlinda kuku dhidi ya magonjwa mbalimbali. Vitamin K inasaidia katika kugandisha damu endapo kuku atapata jeraha, kwa hiyo damu itaganda kwa haraka, na vitamin hizi zote zinapatikana kwa wingi katika majani ya mchunga. Lakini pia kuna madini mbalimbali yanayopatikana kwenye majani ya mchunga. Madini hayo ni kama vile madini ya calcium, madini ya potassium pamoja na magnesium. Haya yote yanachangia katika kuboresha afya ya mifupa, afya ya misuli ya kuku pamoja na mfumo wa neva za fahamu kwa kuku, na hivyo
Kama kuku wako anakuwa anapata matatizo ya miguu kupooza au uwete au viwete kwa kuku. Kama kuku wako ana matatizo ya kutaga mayai ambayo ganda lake ni laini, ama kuku wako ana tatizo la kula mayai, wakitumia majani haya ya mchunga watapata madini ya calcium pamoja na potassium ambayo yatasaidia kuondoa matatizo hayo ya kula mayai ama kuimarisha mifupa pamoja na kuboresha maganda ya mayai. Lakini pia kuna antioxidant nyingi zinazopatikana kwenye majani haya ya mchunga. Antioxidant ni compound ambazo zinasaidia kupambana na free radicals au vitu ambavyo vinaua seli kwa kuku na kumsababisha kuku apate magonjwa na kushusha kinga ya kuku. Antioxidant zinazoweza kupatikana humu ni kama vile polyphenols, vitamin C kama tulivyosema, chlorophyll pamoja na carotenoids. Hizi zote zinasaidia kupambana na zile oxidative compound au stress zinazoweza kusababishwa na kushambuliwa kwa kuku na magonjwa. Kwa hiyo zinasaidia pia kuondoa tatizo la magonjwa sugu kwa kuku. Ukipata majani haya na kuyatengeneza vizuri kama inavyotakiwa na kama nitakavyokuelezea katika video hii, utaweza kumsaidia kuku wako kupambana na magonjwa mbalimbali pamoja na free radicals. Tuangalie faida za kiafya ambazo zinasababishwa au zinazoletwa na matumizi ya majani ya mchunga au beta lettuce kwa kuku. Endapo utajua namna ya kutumia vizuri majani haya ya mchunga, utaweza kupata faida zifuatavyo. Faida ya kwanza kama nilivyosema ni kwamba kuku wanaoumwa watasaidiwa kuondokana na tatizo la maumivu. Kwa hiyo watahisi ahueni kutokana na kupungua kwa maumivu kutokana na compound zinazopatikana kwenye mmea huo zinazoitwa lactocin pamoja na lactocopicillin, na hivyo kuku wako ataweza kuchangamka na hata kutafuta chakula ili yale. Lakini pia inasupport na kuongeza kinga ya mwili kwa sababu ya upatikanaji wa vitamin C nyingi. Lakini pia afya ya macho itaboreshwa kama nilivyosema kwa sababu ya upatikanaji wa vitamin A nyingi, na utaondokana tatizo la upofu pamoja na matatizo yanayosababishwa na ukosefu wa vitamin A mwilini. Lakini pia inasaidia kugandisha damu endapo kuku wako watapata majeraha. Hii ni kutokana na upatikanaji wa vitamin K kwa wingi ambayo inapatikana katika majani haya ya mchunga. Lakini pia majani haya yanasaidia kuimarisha afya ya mifupa kwa sababu ya madini ya calcium, phosphorus na madini mengine. Kwa hiyo ukitumia majani haya utaweza kupata faida hizo. Lakini pia faida nyingine ni kwamba inaboresha ukuaji kwa vifaranga kwa sababu inaboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula pamoja na kuongeza hamu ya chakula. Kwa hiyo vifaranga watakuwa wanakula chakula kinachotakiwa na kuboresha ukuaji. Lakini pia majani haya yanatumika kama kichocheo cha ukuaji wa kuku cha asili. Kwa hiyo kama utaweza kuyapata haya majani na kujua namna ya kuyatumia, utaweza kuyatumia kama booster ya kuboresha ukuaji wa vifaranga, booster ya asili ambayo haina madhara kabisa. Lakini pia kutokana na kupatikana kwa nyuzi ndani ya majani haya ya mchunga, kwa hiyo yanaboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kwa kuku. Lakini pia inakinga na kutibu magonjwa mbalimbali. Majani haya ya mchunga yanakinga na kutibu magonjwa mbalimbali. Na sasa tuangalie magonjwa kwa haraka yanayoweza kudhibitiwa na kutibiwa na majani haya ya mchunga. Kama kuku wako ana matatizo yafuatayo, ataweza kutibiwa kwa kutumia majani haya ya mchunga pamoja na viambata vingine tutakavyokuonyesha katika somo la leo. Kikohozi. Majani ya mchunga yana uwezo mkubwa wa kupambana na kikohozi kwa kuku, lakini pia kuondoa maumivu ambayo yamesababishwa na magonjwa. Lakini pia kuna umuhimu mkubwa wa kutibu magonjwa sugu ya virusi kama vile ugonjwa wa kideri. Mara nyingi ugonjwa huu
wa kideri huwa hauna tiba kitaalamu, lakini pia unaweza ukasababisha hasara mpaka 100%. Na hii kama utakuwa hujawachanja kuku wako vizuri, wakishambuliwa na ugonjwa huu wanaweza kufa na kuisha wote. Lakini unaweza pia ukawachanja kuku wako vizuri, lakini baadhi ya kuku wasiweze kutengeneza kinga vizuri na ugonjwa ukiingia unaweza kuugua. Kwa hiyo ni vyema kujua matumizi ya mmea huu wa mchunga katika kudhibiti ugonjwa huu wa kideri au Newcastle disease. Lakini pia majani haya ya mchunga yana uwezo mkubwa wa kupambana na mafua ya ndege, yani avian influenza. Lakini pia ugonjwa wa mafua sugu unaosababishwa na bakteria wa Mycoplasma gallisepticum unaweza kudhibitiwa kwa kutumia majani ya mchunga pamoja na viambata vingine kama nitakavyokuonyesha katika channel hii. Na majani haya ya mchunga yanaonyesha uwezo mkubwa wa kupambana na kuua bakteria hawa wa Mycoplasma gallisepticum ambao wanasababisha magonjwa ya mafua ama magonjwa ya mfumo wa hewa sugu. Na nikupe tahadhari tu mpenzi mtazamaji na mfugaji ya kwamba huu ugonjwa unaosababishwa na bakteria hawa wa Mycoplasma gallisepticum ni ugonjwa ni bakteria unaosababisha ugonjwa wa chronic respiratory disease. Na ugonjwa huu unakuwa unashambulia kuku mara kwa mara, na bahati mbaya wafugaji wengi wanatumia madawa ya madukani na hivyo wanashindwa kudhibiti ugonjwa huu. Lakini ukijua matumizi ya mchunga pamoja na viambata vingine utaweza kupambana na bakteria huyu wa Mycoplasma gallisepticum na kuondokana na tatizo la mafua sugu kwa kuku wako. Lakini pia inatibu ugonjwa unaosababishwa na virusi unaoitwa infectious bronchitis. Infectious bronchitis ni virusi ambao wanasababisha ugonjwa wa mfumo wa hewa kwa kuku, na ugonjwa huu unaambatana na dalili kama vile kupiga chafya, kikohozi, lakini pia ugonjwa huu unasababishwa na bakteria anayejulikana kama coronavirus. Kwa hiyo virusi hawa wanaweza kutibiwa kwa kutumia majani ya mchunga. Infectious bronchitis virus yanaweza kufa endapo utatumia majani haya ya mchunga na viambata vingine. Lakini pia majani haya yana uwezo mkubwa wa kutibu ugonjwa wa gumboro. Ugonjwa wa gumboro ni ugonjwa unaosababishwa pia na virusi, na hivyo majani haya yana uwezo mkubwa sana wa kupambana na magonjwa ya virusi ikiwemo gumboro. Lakini pia ugonjwa wa ndui, yale madonda ambayo yanapatikana yanayotokana na ugonjwa wa ndui yanaweza kukaushwa kwa kutumia majani ya mchunga. Majani ya mchunga yanakuwa na majimaji. Hayo majimaji ukiyakinga na kusafisha vidonda kisha kupaka vidonda hivyo kwenye kutumia maji hayo, utaweza kukausha vidonda vya ndui kwa kutumia majimaji yanayotokana na mmea wa mchunga. Lakini pia mmea wa mchunga unatumika kutibu ugonjwa wa typhoid au fowl typhoid, na ugonjwa huu unasababishwa na Salmonella gallinarum. Na dalili za ugonjwa huu wa typhoid ni kama ifuatavyo: kuharisha kinyesi cha kijani na cheupe, lakini pia kukosa hamu ya kula, kuku kukonda, upanga kupauka kutokana na ukosefu wa damu, lakini pia kinyesi kukandiana kwenye manyoya ya sehemu za nyuma. Lakini pia kuku wanapata homa kali, na hizo ni dalili za ugonjwa wa homa ya matumbo au typhoid ya kuku. Na kama tulivyokuambia kwamba homa kali au yale maumivu makali yanaweza kuondolewa na majani haya ya mchunga kulingana na compound hizo tulizokuambia ambazo zinasaidia kuondoa maumivu hayo. Lakini pia tuende sasa tukuonyeshe namna ya kuchanganya. Utachanganya vitu gani kwenye majani haya ya mchunga? Vitu ambavyo vinapaswa kuandaliwa kwa ajili ya kuandaa dawa hii ya mchunga, cha kwanza ni mchunga wenyewe au bitter lettuce, lakini pia tafuta aloe vera, majani ya aloe vera, na cha tatu tafuta vitunguu swaumu. Ukipata aina hizi tatu za viambata hivi
na unapaswa sasa ufuate hatua zifuatavyo katika kuandaa dawa hii. Cha kwanza, chukua majani ya aloe vera 15. Unapaswa kuyatwanga hayo majani mpaka yalainike, kisha chukua robo kilo ya vitunguu saumu uvitwange. Pia chukua majani ya mchunga mikono miwili nayo uyatwange, na lakini pia tafuta pilipili kichaa au pilipili mbuzi kiasi cha viganja viwili pamoja na maji lita 10. Unapaswa sasa kutwanga michanganyiko hiyo, utwange au usage aloe vera mpaka ilainike pamoja na vitunguu saumu, majani ya mchunga na pilipili kichaa. Mara baada ya kutwanga, unapaswa uyaweke kwenye maji lita 10, uyaache kwa muda wa masaa 12. Mara baada ya hapo, uwapatie kuku wako waweze kunywa kwa muda wa siku 7 mpaka utakapoona dalili za magonjwa hayo zimetoweka. Ukifuata maelekezo hayo jinsi ya kuandaa majani haya ya mmea wa mchunga katika kuandaa tiba kwa kuku, utaondokana na magonjwa yote sugu niliyoyataja na kuku wako watakuwa na afya njema.